Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, sote pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mko unasikiliza Mkana Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 23 za mwezi wa kwanza 2026, majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira, washirika wa M23 wakamatwa, huku meya wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki akitembelea Uvira na kukutana na watu wa aina mbalimbali. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaikomisha M23, huku kwenye mkutano wa World Economic Forum maeneo ya Davos, Donald Trump aitaka DRC kusimama na kufanya maamuzi magumu kuweza kuleta amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi, M23 Twirwaneho wapata hasara kubwa baada ya mapigano makali maeneo ya Point Zero. Na mkumbuka pia kusaidia Baraka1 TV kuweza kununua drone, na usikose pia kutembelea Baraka1 TV ili uweze kuwa unapata baadhi ya taarifa zinazozidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, ambako washirika wa M23 wawekwa kwenye mikono ya vyombo vya ulinzi na usalama baada ya kuweza kuondoka kwa magaidi wa M23, huku wakiwaacha vijana ndani ya jiji la Uvira kwa lengo la kuweza kuyumbisha usalama pamoja na utaratibu wa jiji. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo wameweza kuanzisha misako maeneo mbalimbali na huku fanikiwa kuwakamata vijana zaidi ya 20 na kuwaweka kwenye mikono ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kukamatwa kwa vijana hao ni kutokana na vitendo vya uporaji, pia kuharibu mali za serikali na hata pia mali za wananchi, kuingilia wananchi kwenye majumba zao, kupiga risasi ovyo ovyo, na hivyo wameweza kuwekwa kwenye mikono ya ulinzi na usalama, na kesi yao itasikilizwa hadharani ndani ya jiji la Uvira. Hayo yakiwa yanaendelea jijini Uvira, meya wa mji wa Uvira ameweza kuwasili jijini Uvira na kufanya ziara sehemu mbalimbali, huku pia akikutana na wananchi wa eneo mbalimbali. Kifara Kapenda Kiki ameweza kuwasili jijini Uvira, huku akipokelewa kwa shangwe, vifijo, nderemo pamoja na vigeregere, na ametumia pia nafasi hiyo kuweza kuzunguka katika maeneo mbalimbali na kukutana na wananchi wa aina mbalimbali. Katika watu ambao walikutana nao ni jamii ya wakimbizi wa Kinyarwanda wanaojiita Wanyamulenge ambao wanapatikana ndani ya jiji la Uvira, na walikuwa na haya ya kuzungumza kutokana na kile ambacho walifanywa na magaidi wa M23. Kweli tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi
na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga, alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe, umeona vema hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Ambia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko usalama kabisa, tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama, tuko salama kabisa. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa, na wenye kukimbia wote, wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize warudie. Ni wakaaji wa hapa, ni watoto wetu, ni wakongomani, sababu maisha yao ni wa hapa, walijenga, walizala na walibakia na sisi. Na FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawayakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao, na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku pako, walizaliwa huku, wanakomalia. Hakuna kisi tuwafukuze kumwingine, hawaui Wanyamulenge. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tujirushe moja kwa moja Kinshasa, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuhamisha M23 huko maeneo ya Devos. Trump waitaka DRC kusimama na kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya usalama kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Patrick Muyaya, kupitia kipindi kimoja kwenye runinga jijini Kinshasa, ameweza kuikwamisha M23 na mbinu zao za kishetani ambazo zilikuwa kuweza kuwaharibia sifa jamii ya wakimbizi wanaojiita Wanyamulenge wanapatikana ndani ya jiji la Uvira. Akiwa kwenye runinga ya Tele 50 na kipindi ambacho kinaongozwa na Bwana Jean-Marie Kasamba, waziri wa mawasiliano ya serikali na msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya alikuwa na mengi ya kufafanua kama anavyozungumzia kuhusiana na hali iliyojitokeza ndani ya jiji la Uvira na kuweza kuwakwamisha M23. Le Rwanda, dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JMK, oui. Cette question, elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu ceux qui ont prémédité le chaos à Uvira. Ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous.
Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens, parce qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais qui s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit de se présenter comme protecteurs d'une communauté dans notre pays, et pour ça, ils massacrent et tuent les membres d'autres communautés, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos. Mais parce que, attendez, pillage, hein? Ils ont pillé... Non, JMK. Laissez-moi terminer, justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant le départ. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé. À Bukavu, la même chose. Et puis même des compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron pour des projets d'infrastructure. Et donc, avant qu'ils ne quittent Uvira, ils ont planifié les pillages. Non seulement qu'ils ont planifié les pillages, ils ont planifié l'insécurité parce qu'ils ont laissé des agents en civil. Ils ont ciblé les domiciles des compatriotes Banyamulenge pour qu'ils soient pris à partie. Nous avions prévenu pour qu'en sortant, ils disent voilà, ils ont pillé. Mais en réalité, c'est la continuité du pillage qu'ils ont commencé avec des agents qu'ils avaient laissés. Je vous informe qu'une vingtaine des pilleurs a été arrêté et qu'il y aura des procès publics, des procès qui vont se faire pour démontrer à Uvira. Alors, et donc, non, sur Uvira, parce que c'est un sujet clé et qui est essentiel. Oui. Et donc, lorsque ils quittent Uvira, ils avaient le plan qu'on s'en prendrait aux communautés Banyamulenge. Mais aujourd'hui, sûrement que vous avez vu les images, nos braves compatriotes Ouazalendo contribuent à sécuriser les pauvres familles innocentes Banyamulenge qui n'ont rien demandé en dehors de vivre en paix là où ils ont toujours vécu en paix. Et vous voyez le cynisme. Donc on déplace, on fait un déplacement forcé, on contraint nos compatriotes à aller vivre dans des camps alors qu'ils ont leur logement où ils ont toujours vécu, leurs investissements qu'ils ont toujours fait, parce qu'on veut justifier la présence de troupes rwandaises sur nos sols. Et c'est le paroxysme du cynisme, et malheureusement, il y a certains Congolais qui sont complices de ces schémas. Et vous voulez que le lendemain, quand viendra le moment du fameux dialogue, qu'on s'asseye sur une même table avec ceux qui ont été complices des déplacements forcés de nos populations, de leurs meurtres, etc., sans qu'ils ne prennent le courage de dire qu'au plan sécuritaire, le mal, c'est le Rwanda. Hayo yakiendelea kwenye World Economic Forum Davos, ambako rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameweza kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua maamuzi magumu kwa lengo la kuleta usalama, utaratibu kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na DRC nzima. Donald Trump ambaye pia ni mwanzilishi wa kamati kuu ya usalama duniani kote ametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na maamuzi magumu kutokana na vita na hali ya utovu wa usalama, ikiwemo kuiba mali za umma, rushwa pamoja na vitendo ambavyo sivyo vizuri katika uongozi wa nchi. Donald Trump ametaka wakongomani kuweza kushirikiana na kusimama kwa pamoja ili kuweza kujenga taifa lenye nguvu na lenye kuaminika zaidi. Mengi na zaidi, huyu hapa Bwana Donald J. Trump. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage.
C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais. Huku naendelea kusikiliza Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa kwanza 2026, majira tuko saa 11:30 South Africa kati, ikielekea 12 majira ya Afrika ya Mashariki, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Kiondo Bilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Lisie da Feza da Letesha da Asha da Arwin, wakiwa nasikiliza Baraka One TV. Kashosi kutoka Australia, Kizabe Ayeba, sijamsahau pia Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Asokolo Ayeba, Asani Ramadan. Na mtuingia tarafani Fizi ambako Twirwaneho M23 wapata hasara kubwa baada ya mapigano makali maeneo ya Point Zero tarehe 14 kushuka hadi tarehe 21 za mwezi huu wa kwanza. Imekuwa ni hali ngumu kwa magaidi wa M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Mpaka sasa bado mazingira yanazidi kuwa magumu kwa upande wa wahasi wa Twirwaneho, Red Tabara pamoja na M23 waliojipenyeza kwenye milima ya Minembwe kwa lengo la kutaka kuyumbisha usalama tarafani Fizi, Uvira pamoja na Mwenga. Mapigano yalofanyika tarehe 14, tarehe 15 yalikuwa ni mabaya sana kwa magaidi hao, na hivyo kuweza kusababisha kupotezwa maisha kwa vijana wengi wa jamii ya wakimbizi wanaojiita Wanyamulenge. Mpaka sasa maeneo yote ya Point Zero yanaendelea kudhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na wazalendo, huku vijana wa Twirwaneho, Red Tabara na M23 wakiwa wanajaribu mara kwa mara kushambulia maeneo mbalimbali kwa lengo la kujipatia maeneo ili waweze kushuka chini ya milima ya nyanja ya juu pamoja na ile ya nyanja ya chini. Kwa sasa tarafani Fizi hali ya usalama inaonekana kurejea, wazalendo na M23 wakikutanana kwenye uwanja wa mapigano. Asilimia kubwa wanaokosa na kupoteza maisha wanakuwa ni wapiganaji wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara na M23. Vijana wa Kitusi, wakimbizi wa Kinyamulenge, wamekuwa wakilalamikia wenzao na kutaka kuweza kuachana na mpango huo, maana unabii ulishatoka zamani kwamba hii vita haitakuwa kwa ushindi kutoka kwa M23 ama kwa wakimbizi hao wa Kinyamulenge. Badala yake walihitajika kuweza kutulia na kuungana na serikali ili waweze kuishi kwa amani, ushirikiano pamoja na mshikamano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna message ya kupatia Wanyamulenge kutokana na mambo ambayo yalipitikana hii mwezi wa kwanza
2026. Katika mwezi huu tarehe 14 na 15 Wanyamulenge tulipoteza watu wengi katika uwanja wa mapambano milimani, eneo naitwa Pwezero. Yani ni vijana wengi sana. Ijapokuwa watu walikatazwa kupost hayo mambo, kuyazungumzia, wanasema ni kupatia adui nguvu. So haya yote yalitokana. Lakini mimi iliniumiza mpaka nikaanza kufikiria kwa nini? Je, Mungu kuna nini? Kuna mambo Mungu anapenda kusema? Kwa sababu Mungu anaongea na kila mtu. Uwe unamjua, uwe haumjui, uwe na dhambi, uwe usine dhambi, Mungu anaweza kaongea na wewe. Mifano ni mingi tu Biblia, ila siwezi kuenda kule. Wakina Farao waliota ndoto, hawakuwa naabudu Mungu. Unaona mambo mengi tu. So acha nisende mbali. Lakini kuna message ya Mungu kwa Wanyamulenge. Kutokana na hiyo situation iliyotokea hii mwezi wa kwanza 2026, tarehe 14 na 15, iliniumiza sana mpaka nikaanza kutafuta majibu. Kwa nini hiki tukio lilotokea? Kwa sababu ilikuwa ni tarehe 14 na 15, nikauliza mitandaoni kwenye Google, namba 14 maana yake nini? Namba 14 maana yake ni transformation. Naweka foto hapo. Transformation, yani mabadiliko, ni kubadilika. Ni namba ambayo inawakilisha kubadilika na uhuru, kuwa na uhuru. Halafu kwa sababu hiyo vita ilikuwa siku mbili, siku ya tarehe 14 na tarehe 15, watu walikufa hizo tarehe mbili. Nikauliza namba 15 maana yake nini? Namba 15 na yenyewe nasema ni hiyo mabadiliko ya kiroho, ya kubadilisha mawazo, transformation. Naweka foto hapa pia muione. So hizo namba mbili zinaonyesha kuna transformation yenye inahitajika, kubadilisha mawazo, kubadilisha mambo ya spirituality. Na kwa sababu haya mambo yote, hata kama ni mabaya sana, kupoteza watu wengi, yalitokea mwezi wa kwanza. Nikauliza mwezi wa kwanza maana yake nini? Nikauliza Google. Pia nitaweka foto hapa. Google ikasema mwezi wa kwanza ilikuwa ni kuadhimisha siku kuu ya Mungu wa Warumi aliyokuwa anaitwa Jonas. Mungu wa Warumi huyo hapo. Na nikaangalia kwenye community yangu. Na sisi tunaweza tuko na abudu Mungu tofauti na Mungu wa mbinguni. Nikaangalia situation, comportement za watu wa Wanyamulenge siku hizi, makanisani, masiasa, kanisani, kila kitu, mgawanyiko ndani yetu, chuki iliyoko ndani yetu wenyewe kwa wenyewe. Nikagundua kweli tunamwabudu Jonas, hatuabudu Mungu. Na nikajiuliza tena, mbona haya mambo yote yalitokea mwaka wa 2026? Hii message gani Mungu, message gani kweli Mungu anapenda toe? 2026, mwaka wa 2026, maana yake, nikauliza Google, na huyu mwaka unamaanisha nini? Ikaniambia kwamba ni tunakuingia kwenye kuwa na imani ya vitu vyenye haujui, kuhama kutoka kwenye wakati mmoja kuingia kwenye wakati mwingine ambao haujui, lakini ni ile kuwa tayari kufanya mabadiliko na kuingia kwenye mambo mapya, kufanya mambo tofauti na jinsi ulikuwa unayafanya. Hiyo ndio maana ya huu mwaka wa 2026. Haya yote nikaweka kwa pamoja, naona kwamba ni ujumbe wa Wanyamulenge. Kabla sijamaliza tena, na sehemu kwenye hawa watu walikufia inaitwa Pwezero. Pwe maana yake ni alama yenye inaenda mwisho wa msemo, yani kumaliza kitu. Ukifika pale unasimama. Yani hiyo alama nililinganisha na mwisho wa vita. Vita inakaribia kusimama, itasimama. Alafu zero maana yake nini? Sasa kwa sababu eneo hilo linaitwa Pwezero. Zero maana yake ni bure, hakuna kitu. So faida gani ambazo tutatoa mwa hii vita?
itakuwa ni bure. So maana hiyo eneo pia nikajiuliza, pale kwenye walipigania palikuwa na kijiji cha Wanyamulenge vingapi? Jibu ikakuwa 0. Palikuwa na zizi la Wanyamulenge. Zizi ni nyumba za mangombe, sehemu kwenye ndama wa ngombe, yani watoto wa ngombe wanalala. So hakuna hata kitu cha Mnyamulenge chochote, hakuna parcela, hakuna kitu. Tukapoteza watu wengi namna hiyo. So yote kwa ujumla, kusummarize ni kwamba hii ni mwaka wa mabadiliko, mwaka wa 2026, na kuhama kutoka kwenye kuchukua bold steps kwenda kwenye wakati mpya, kufanya mambo mapya, na kubadilisha mawazo, na ili maana yake tuachane na siasa tuliyoenda nayo inayotuwisha. Twende kwenye haki, tumheshimu Mungu wa kweli, tuache kumwabudu Jonas, ili tuweze kurudi mikononi mwa Mungu na kusamehewa na kumaliza haya maovu yote yanayotokea ya kupoteza ndugu na marafiki. Haya yote tuweke point, tumalize. Hata kama faida tulizopata ni 0, lakini imefika muda wa kuweka point na tunamaliza. Siku njema jamani, asanteni. Na wasalimu nyinyi wote katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimepanda leo jukwaani, niko na message yenye iko très nécessaire, très urgent. Sisi wazalendo, sisi wazaliwa wa zone rouge, sehemu yoyote ambayo nitataja hapa, kuanza mpaka wetu na Shaba, Force Bendera, kufika Nyange, Ngalula, Misisi, Lulimba, Lubonja, Kananda, Baskalangwa, Kanguli, Kasonge, Mukera, Kananda, Simbi, Kazimia, Kikonde, Sebele, Katanga, Baraka, Mboko, mpaka Uvira, mpaka Makobola. Kule Shaba, Kalemi, walikuwa wengi Wanyarwanda juu ya tabia yao chafu ya kuanza mauaji. Kule Kalemi walifanya kikao, wakaita mwami wa asili, wakamtilia sumu. Watoto wa Kalemi, wachawi wa Kalemi, wasaji wa Kalemi, vijana wa Kalemi walisimama kidete pamoja na wachawi na walozi wote wa Kalemi, walifukuza Wanyarwanda. Hivi Wanyarwanda hawakuwaki tena muardhi ya Shaba. Na sisi watoto wa zone rouge, sisi watoto wa Uvira, sisi watoto wa Kamanyola, tunasema musidi Kivu yote, Sidi Kivu en general, Burega, Bukavu, Shabunda, sehemu zote, hatutaki kusikia wajinga na wapumbavu. Mulenge ni mulima wa Wafurero na Wanyamurenge ni Wafurero wenye mulima wao. Ndani ya ardhi ya mababu, ndani ya Kongo, ndani ya Sidi Kivu, hamukwake kabila la Watusi. Muzile 450 tribu zenye tulisoma kwa masomo hawakuwake ndani. Inajulikana vizuri na Komite International, inajulikana vizuri na majirani wetu, inajulikana vizuri dunia nzima kama ni wakimbizi waliokimbia vita ya Kaibanda. Archive ziko mwaka waliokimbia na waliowapokea. Ngombe wanazo, zilikuwa ngombe za mzungu ambaye alikuwa anaitwa Lika, aliwaita wachunge. Kipindi Lika alikimbia vita ya Wasimba Moto, ya Wamajimaji ile ya zamani, akaacha zile ngombe wakazidhibiti. Ngombe ni mali walikuta ndani ya ardhi ya Kongo na wanapaswa waache ndani ya ardhi ya Kongo. Tunasema kama watoto wa nchi, patriote avertu, la mort ou la guérison. Tunasema hivi, la patrie ou la mort.
Wa ndugu zangu Wakongomani, yeyote mwenye anambatana na adui ni adui. Na mbuko nasikiliza Baraka1 TV, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12, na pia shiriki na sisi kwenye kuisaidia Baraka1 TV iweze kununua drone. Tunashukuru kwa wote ambao tayari wamekwisha kuanza kuchangia kwa niaba nzuri kabisa ili tuweze kupata kifaa hicho. Bye bye.